Na hatimaye bwana, taarifa ambayo watu wengi walikuwa wanaisubiri kuhusiana na dabi ya Kariakoo baada ya kikao kizito cha muda mrefu ambacho kimechukua takriban lisali zima na madakika yake, bodi ya ligi na Young Africans. Kumbuka leo viongozi wa Yanga wamekutana na uongozi wa bodi ya ligi makao makuu ya TFF, kwa maana ya ofisi za bodi ya ligi zilipo. Wamekutana. Baada ya kukutana, ishu kubwa ikawa ni kujadili kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Je, Yanga wanakwenda kucheza ama Yanga bado wanaendelea kushikilia msimamo wao ule ule kuelekea siku ya tarehe 15? Hiyo ndio ilikuwa point kubwa sana ambayo imeenda kudiskasiwa siku ya leo. Nakumbuka wakati viongozi wa Yanga wamefika kwenye mkutano huu au kwenye kikao hicho ambacho bodi ya ligi wamewaita, mashabiki wao walikuwa nje na wenyewe wanazungumza ya kwao kwamba msimamo wao hawachezi. Lakini baada ya vurumushani hapa na pale, mazungumzo ya hapa na pale ya muda mrefu, hatimaye bwana Yanga wakawa wametoka na viongozi wao, kikao kimeisha. Lakini taarifa kwa umma ambayo Yanga wameitoa ni kwamba klabu ya Young Africans inaendelea kusisitiza kwamba barua ambayo waliiandikia bodi ya ligi yenye maelezo kuhusu mchezo wa dabi ya Kariakoo unatakiwa kupigwa siku ya tarehe 8, wanaomba barua hiyo ijibiwe kama walivyoandika wao, kwa maana ya kwamba wakiainisha baadhi ya vitu kwenye hiyo barua, wanaomba bodi ya ligi ijibu barua ile. Baada ya yale majibu, klabu ya Yanga itakuwa na namna bora ya kufanya hatua zingine kulingana na taarifa ambayo wametoa kwa umma. Kwa hiyo wanaendelea kusisitiza kwamba msimamo wa klabu ya Yanga unabaki kuwa pale pale, kwamba mechi ya dabi ya Kariakoo iliyopangwa na bodi ya ligi siku ya tarehe 15 wao hawaitambui kwenye ratiba yao kama ni mechi ambayo inawahusu wao pamoja na Simba. Maana yake ni kwamba kikao ambacho bodi ya ligi wamekaa na Yanga kimegonga mwamba. Nisikia kauli ya 0-0 ndio hii, 0-0. Yanga kaibuka 0, bodi ya ligi nao wameibuka 0. Kwa hiyo hakuna mshindi. Sasa maswali yamekuwa mengi sana. Yanga wameendelea kushikilia msimamo wao kwamba hawatacheza dabi ya Kariakoo. Lakini bodi ya ligi wameendelea kupewa maswali magumu sana kutoka kwa Yanga kwamba wajibu malalamiko ya klabu ya Yanga kuhusu mechi ya tarehe 8. Sasa bodi ya ligi wamewaita ili wasuluhishe, waangalie mstakabali wa dabi, kwa maana ya kwamba mechi hiyo ipigwe, ila hiyo malalamiko ambayo Yanga waliandika bodi ya ligi watakuja kutolea kufafanua. Lakini Yanga wameendelea kushikilia msimamo wao ule ule kwamba hiyo mechi hawataicheza mpaka watakapopata majibu. Sasa maswali yamekuwa mengi sana. Ni kweli Yanga wamekuwa na nguvu hiyo ya kuendelea kuigomea bodi ya ligi kutocheza mchezo na kusema kwamba mpaka watakapojibiwa na barua yao? Wengine wanaenda mbali zaidi. Kwa nini bodi ya ligi wameweka Yanga kwenye kikao wakati wameshatoa ratiba na wameshasema, wametoa ufafanuzi vizuri kupitia kwa Karim Boimanda ambaye yeye pia ni afisa habari wa bodi ya ligi? Walibainisha na kufanua kwamba issue ya dabi ya Kariakoo ipo pale pale tarehe 15 na wanasubiri taratibu zote za kimchezo zitafanyika, itajulikana nani ambaye atakwenda uwanjani, nani ambaye hatakwenda uwanjani. Sasa leo maswali yameibuka kwa sababu bodi ya ligi, kwa nini wamewaita Yanga? Wamesema wamewaita kwa ajili ya kwenda kufanya suluhu ya mechi ya tarehe 15. Sasa suluhu gani wakati wameshapangia ratiba na wameshasema mechi itakuwa pale pale? Sasa watu wanaanza kupata wasiwasi kwamba bodi ya ligi inaonekana wao wenyewe hawana msimamo na hawajiamini na kile ambacho wamekiamua, kwa maana wameshaamua mara ya kwanza kwamba mchezo uko pale pale. Wao itakiwa kukaa kimya, wasubirie timu ambayo itapeleka uwanjani wachezaji wake ilango ya alama 3 na nyingine pia alama 3, lakini wamewaita kuashiria kwamba kuna namna ambapo kuna sehemu watakiwa yamalize haya mambo kati ya Yanga na bodi ya ligi. Sasa wadau wa mchezo wanatufanya tuwe na maswali mengi kwamba inaonekana kabisa Yanga kuna malalamiko ambayo ameyapeleka bodi ya ligi na baada hajajibiwa, ndio maana wanagomea huu mchezo. Anatakiwa kuyajibu hayo malalamiko sio mtu mwingine, ni bodi ya ligi. Je, kwa nini bodi ya ligi wanakataa kujibu hayo malalamiko ambayo Yanga ameyapeleka kupitia barua yao ambayo waliandika? Majibu wanayo wao, lakini pia inashangaza sana kuona kwamba mpaka hivi sasa wamepangia mchezo na ita klabu nyingine tena kwa ajili ya kwenda kuzungumza mstakabali wa mchezo. Manake inatupa picha kwamba huenda tarehe 15 hata kama bodi ya ligi wamepanga hiyo mechi isipigwe, hakuna mtu yote ambaye atapolwa alama na hakuna mtu yote ambaye atakatwa alama na hakuna mtu yote ambaye atafanya chochote kile, sababu ilishaanza kuonyesha kwamba bodi ya ligi kuna namna wanaona sehemu ambayo Yanga anajifichia, wanatamani wayamalize ili mechi ipigwe, lakini Yanga hataki suluhu. Kwa hiyo hii mechi bwana, kiufupi ni kwamba
mpaka hivi sasa tunapozungumza inaonekana kwa asilimia kubwa sana game hii imeota mbawa, na kuota mbawa kwake ni Yanga kuendelea kushikilia msimamo. The same story pia kwa bodi ya ligi nao kuendelea kushikilia msimamo. Kwa hiyo kila mmoja anabaki kwenye msimamo wake na kwenye imani yake, akiamini yeye yuko sahihi. Ndio maana mashabiki wengi wa Yanga wanaamini bado klabu yao ina msimamo na wanaamini kwamba wao wanaweza wakawa sahihi kwenye hili eneo, kwa maana ya kwamba bodi ya ligi kushindwa kuamua barua ambayo Yanga walipeleka wanaamini ni kosa kwa bodi ya ligi. Na kwa nini hawataki kutoa ufafanuzi? Majibu ambao wanayo wao wenyewe bodi ya ligi. Lakini imeendelea kushangaza kwamba hadi leo mashabiki wameenda, wakati uongozi wao umeenda bodi ya ligi na mashabiki wameenda. Maana yake ni kwamba wameenda kuendelea kushindikiza zaidi ama kuashiria kwamba mchezo huo hawautambui. Nakumbuka Yanga wameshatoa kauli yao kupitia kwa afisa habari wao kwamba wao wanajiandaa na game dhidi ya Prison. Sasa watu wataendelea kuuliza maswali kila siku kwamba kama wanajiandaa na game ya Prison, maana yake ni kwamba mpaka hivi sasa mwafaka wa bodi ya ligi na Yanga hakuna. Sasa kama mwafaka hakuna na leo amewaita, maana yake ni kwamba hata hizo siku Simba kipewa alama 3 itakuwa itazua taharuki kubwa sana, kwa sababu inaonyesha kwamba bodi ya ligi na wao kuna sehemu pengine wameteleza, ndio maana wamewaita Yanga kukaa ili kuyamaliza hayo mambo. Lakini kama hawajafikiana na hayo mambo hawajamaliza siku ya leo, maana yake inatupa picha sisi kwamba huku nje bado kuna kitu kinaendelea ndani ya bodi ya ligi pamoja na Yanga ambacho kinahitaji mazungumzo zaidi kuyamaliza ili kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo. Nje ya hapo kuna uwezekano pia ukao tunasema ukiukaji wa kanuni huko mbeleni, kwa maana ya kuna baadhi ya viongozi ndani ya bodi ya ligi wanaweza kukiuka tena kanuni, kuona labda mchezo wanaoahirisha ama wanaipa timu nyingine matokeo angali wamekaa na timu nyingine kuzungumza na imeonyesha kwamba wanachodai hajajibiwa. Kwa hiyo natupa picha ngumu kidogo kuitafsiri kwamba hawa watu wawili kinachoendelea hiki solution kweli imekosekana. Maana kilichobaki sasa hapa ni kuonyeshana umwamba, tena sio solution. Unajua mwanzo tulikuwa tunaamini kwamba inawezekana Yanga na bodi ya ligi wakawa wanatafuta suluhu namna ya kulimaliza hili swala ili mwisho siku tupate mwafaka, lakini kadri siku zinazozidi kwenda hauonekani mwafaka na inaonekana dabi imeota mbawa na hainaonyesha hakuna dalili zozote za dabi kupigwa. Sasa wadau wa mchezo na wanaokata tiketi kupitia bodi ya ligi wao walisema tiketi ziendelee kukatwa, ziendelee kuuzwa na mashabiki wajiandae kwa ajili ya mchezo wa tarehe 15. Sasa kama wahusika wenyewe Yanga mmewaita mezani na mmekaa nao mmeshindwa kufikiana mwisho, maana yake ukweli ni kwamba inawezekana hii mechi isipigwe. Na kama itakuwa haipigwi, mara mia bodi ya ligi wakatoa taarifa mapema kwamba huu mchezo hautakuwepo ili watu wafahamu. Watu wafahamu kwa nini? Kwa sababu watu wakishafahamu kitakachokuja kusaidia ni kwamba hawatakata tiketi za kwenda uwanjani. Wote if watu wakakata tiketi imeshaambia mchezo huko, alafu kafika siku ya mechi tena mechi kaahirishwa au hakuna mchezo kabisa, maana yake watu watakuwa wamekula hasara tena. Kwa hiyo mimi ninachokiona bodi ya ligi wanatakiwa waangalie malalamiko ambayo Yanga wameyapeleka, wayajibu. Kwani swala kuyajibu tu, wakiyajibu haya malalamiko tuanze kutazama sasa mitazamo ya watu kwamba je, baada ya kuyajibu Yanga wameridhika na yale majibu, na kama wameridhika kipi kifanyike ama kipi ambacho kinatakiwa kuchukua nafasi ili kuona kwamba huu mchezo unaenda kupigwa. Watu wanatamani kuona mchezo huu hauendi kupigwa. Watu wanatamani kuona huu mchezo unakwenda kupigwa. Kwa nini kila siku inakuwa inazungumzwa story ya bodi ya ligi Yanga Simba, dabi ya Kariakoo, bodi ya ligi Yanga Simba? Inaonyesha kwamba kuna namna ambavyo kuna makosa ambayo yamefanyika. Na mimi kiukweli kama ni Yanga wamefanya ukosefu wa uvunjifu wa kanuni, Yanga watakiwa kuadhibiwa. The same story pia bodi ya ligi, kama nao wamefanya ukosefu, wameshindwa kutimiza matakwa ya kikanuni, nao pia watakiwa kuadhibiwa. Kama ni Simba wameshindwa kutimiza matakwa ya kikanuni, nao pia Simba watakiwa kuadhibiwa. So waache kubebana huku, ndio kuna wakuta sasa hivi wanaingia kwenye mtafaruko mkubwa sana. Anajikuta hakuna mtu wa kusaidia kwenye hili swala. Nani ambaye atakubali kutoka mbele? Sasa mimi nikawa sana, kwa sababu uzuri wa mpira serikali hairuhusiwi kuingilia michezo. Kwa hiyo hata ukisema ukimbilia serikalini kwamba fulani nisaidie, labda waziri asaidie au rais asaidie, ni ngumu sana kuona anaingilia michezo. Kwa nafikiri wanatakiwa kufanya wafike mwafaka wayamalize haya mambo, kwa sababu hatuoni mustakabali mzuri wa soka la Tanzania. Kwa sababu huko mbele ndio tukaona timu zingine zikagoma. Kama itatokea Simba hatapewa alama 3 na mechi imeonekana Simba wameenda uwanjani, maana yake kuna tafaruku itatokea hapo. Lakini pia kama itatokea inaonyesha kabisa kwamba kuna upendeleo fulani kwa timu moja kati ya Yanga au Simba,
na huenda timu zingine nazo pia zikagomea, zikaona kuna namna ambavyo hizi timu zingine kubwa zinapewa favor. Kwa nafikiri tulipofikia hivi sasa tunahitaji solution zaidi na sio malumbano. Sababu bodi ya ligi wanafanyaje kusuluhisha hili swala? Ni kujibu matakwa ya vilabu. Ikiwepo takwa la Yanga ambao waliandika kwenda kwa bodi ya ligi, wao wanatakiwa kujibu tu kwamba malalamiko mloandika kwenye barua yenu majibu yake ni A B C D E F G K A, ili mwisho wa siku hata bodi ya ligi wenyewe wapate sehemu ya kusemea kwamba okay, Yanga walileta malalamiko na majibu yake ni haya na leo. Wakishindwa kujibu haya matakwa ambayo Yanga walipeleka, inawaachia picha ngumu kidogo wale ambao wanakuwa wanafuatilia hili swala, kwa sababu wanajiuliza kama bodi ya ligi amekosa meno ya kumwadhibu Yanga, amekosa meno ya kumwadhibu Simba, au yeye ndio mwenye makosa. Kwa hiyo inakuwa inatengeneza maswali mengi sana. Kwa hiyo hivi sasa mwafaka uliofikiana kati ya Yanga na bodi ya ligi, Yanga msimamoni ule wachezi dabi ya Kariakoo, wakati huo bodi ya ligi tunasubiria na majibu yao ni yapi baada ya kikao kizito. Lakini Yanga tayari wameshatoa taarifa kwa umma wao wacheze dabi ya Kariakoo. Majibu yatakayotoka bodi ni majibu ambayo atakuja pia fahamu baadaye, nao pia msimamoni huko baada ya kikao kikubwa sana ambacho kimefanyika siku ya leo. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele Kisiki Online TV, uendelee kupata mastori ya michezo zaidi, zile zote ambazo zinaingia ghafla, tunasema papo kwa papo, papo kwa hapo, breaking news zote za michezo. Sisi kazi yetu ni moja, tutakuwa tunahakikisha kwamba tunakusogezea na wewe unazifahamu vizuri sana, kama tulivyofanya hii ya Yanga dhidi ya bodi ya ligi, kikapu kizito ambacho kimefanyika siku ya leo na majibu yamepatikana. Yanga wameendelea kushikilia msimamo, bodi ya ligi hatujasikia taarifa yao na wao pia watakuwa wanasemaje. Endelea kusubscribe Kisiki Online TV kwa ajili ya mastori.